tayari umeingia kwenye ukoo wa Ibrahim. Sasa kama umeingia kwenye ukoo wa Ibrahim, yale maagano ambayo Ibrahim aliyaingia pamoja na nani? Na Mungu, na wewe moja kwa moja umeingia katika hayo maagano. Kama ni Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani neno msalaba, yaani neno msalaba ni kwamba baada ya Yesu kufa msalabani, kwa yoyote atakayemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akamkiri, tayari anaingia kwenye ukoo wa nani? Wa Ibrahimu. Hizi maiki ziwekee basi nani? Tayari anaingia kwenye ukoo wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa hiyo ukiokoka na ukampokea Yesu kwa kinywa chako na ukamkiri ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari umeingia kwenye ukoo wa nani? Kwa hiyo kama utakuwa umeingia kwenye ukoo wa Ibrahim, naweza nikasema kuna yale maagano ambayo Mungu aliingia na Ibrahim moja kwa moja, na wewe unakuwa ndani ya hayo maagano kwa sababu umempokea Yesu. Kuna maagano ambayo Mungu aliingia na Ibrahim, na wewe moja kwa moja unaingia kwenye hayo maagano. Sasa watu wanachukulia Pasaka ni kuenjoy, kufurahi. Hawajui kwamba ni siku maalum ya kuingia kwenye agano jipya la Ibrahim. Ni kumbukumbu ya kwamba leo ninaingia kwenye agano jipya la Ibrahim. Sasa wengine wanachukua Pasaka wanaenda kufanya anasa. Kwenye Pasaka wanaenda kutafuta pesa. Kwenye Pasaka wanaenda kufanya mambo ya ajabu. Kwenye Pasaka wanaenda kufanya vitu vya ajabu. Lakini tunapozungumzia Pasaka ni sisi, ni agano Mungu aliyoingia na wanadamu ili kutupa uhalali wa kuwa wana wa nani? Wa Ibrahim. Hebu soma Galatia sura ya 3:6-9. Soma hapo. Galatia 3:6-9. Galatia 3:6-9. Soma hapo. Nasoma kwa jina la Yesu. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio zamani. Rudia. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa nani? Wale walio wa imani hao ndio wana wa nani? Wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile nilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki. Mataifa kwa imani. Lilihubirini Ibrahimu basi. Ishia hapo. Anasema wale walio wa imani ndio watahesabika kuwa wana wa nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unaelewa? Yaani wewe ukifanyika kuwa mwana wa Ibrahim, yale maagano yote ambayo wazazi waliingia, yale maagano yote ambayo watu waliingia, Ibrahim aliingia na Mungu automatically, na wewe yale maagano unafanyaje? Unaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna agano ambalo Ibrahim aliingia na Mungu, na wewe hilo agano unafanyaje? Ukiokoka, tunatembea agano la nani? Ibrahim. Jamani, ngoja nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu ambacho Mungu anakikumbuka kama agano. Ukiwa kwenye maombi yako akuombea mwambie Mungu, nimeokoka, nimekukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kumbuka agano ambalo wewe umeingia pamoja na nani? Kwa sababu mtu yoyote aliyeokoka tayari amefanyika
kuwa mwana wa nani? Wa Ibrahim. Kwa zile faida ambazo alikuwa anapata Ibrahim nawe utazipata. Sasa jaribu katika maisha yako, kama mizimu ya familia inaweza ikafuatilia maisha yako, kwa sababu kuna maagano ambayo wazazi wako waliingia na mizimu tayari akawa na walali wa maisha yako ya kufuatilia. Ndivyo vile ambavyo Yesu alipokufa msalabani, nasi tukimwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tayari tumeingia kwenye uzao wa Ibrahim. Yale maagano ambayo Mungu aliingia na Ibrahim tayari anaingia pamoja na wewe. Kwa hiyo ukiwa unatafuta baraka, mwambie Bwana, kumbuka agano ulioingia na wewe pamoja na Ibrahim. Na katika Biblia imesema kwamba mimi ni mwana wa Ibrahim, natamani yale maagano ambayo uliingia na Ibrahim na mimi nipate kuingia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maagano ambayo uliingia, yani Ibrahim aliingia pamoja na Mungu, na wewe uingie katika hilo agano. Jamani, mnaelewa? Mnaelewa vizuri? Mnaelewa? Kwa leo tunakwenda kuomba Mungu yale maagano ambayo Mungu aliingia na Ibrahim, moja badala ya jingine, nasi tuingie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini mtu anateseka katika uchumi? Kwa sababu hajui haki yake. Unajua Ibrahim tayari alibarikiwa, akaambiwa kwamba uzao wake utabarikiwa. Uzao wa Ibrahim unafanyaje? Sasa na wewe ni mzao wa Ibrahim, kwa nini usibarikiwe? Hilo ni agano ambalo Mungu anakumbuka, mpaka leo anakumbuka. Jambo ambalo tunataka kufanya ni wewe kumkumbusha, kumwambia Bwana, ulimwahidi Ibrahim ya kwamba uzao wake utabarikiwa, na mimi nimefanyika kuwa mzao wa Ibrahim, naomba na mimi mfanyeje? Unibariki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. 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 Kwa kuna maagano mengi ambayo baba yetu wa imani aliingia na Mungu. Mengi aliingia, ambayo katika hayo maagano ndio Mungu anakumbuka. Unajua Mungu akumbuke, yani Mungu ajibu ovyo, anajibu kwa agano ambalo wewe Mungu ameingia pamoja na nani? Na baba yako. Anaingia kwa agano. Hata kanisa Mungu anaonekana akishuka kwenye kanisa fulani, anaingia kwa agano. Sasa kitu gani ambacho kitamfanya Mungu aweze kugusa maisha yako kama hakuna agano? Unaelewa? Yaani Mungu aweze kuja kwenye maisha yako bila agano. Na Biblia hii ambayo ipo, kuna maagano mengi ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Kwa Mungu akiwa anakuja kwenye maisha ya mtu fulani, anaingia kupitia nini? Agano. Sasa katika hilo agano Mungu akifika, ndio unashangaa na kubariki. Ndio unashangaa uchumi wako unainuka. Ndio unashangaa unafanikiwa. Kupitia nini? Agano. Sasa hauwezi kufanikiwa kama hakuna agano. Hauwezi ukainuka au ukaomba ukapata haki yako kama hakuna agano. Hauwezi ukazaa ukaongezeka kama hakuna agano. Sasa kitu gani ambacho kinafanya watu wafungwe? Ni maagano ambao anakuwa ameingia kifamilia. Unakuta mtu maisha anayoishia kwake anapikiwa nchi. Ni yale maagano ambayo mtu anaingia. Jamani, umeelewa? Agano linaweza likaharibu maisha yako. Agano linaweza likaharibu uchumi wako. Agano linaweza likaharibu familia yako. Agano linaweza likaharibu ndoa yako. Kwa hiyo maagano yanaweza yakafanya ukaumia, ukafa. Maagano yanaweza yakaumiza maisha yako. Jamani, mnaelewa sasa? Yesu alikufa msalabani ili kutuunganisha, tufanyike kuwa wazao wa nani? Ndio maana ametukomboa. Sisi ni wana wa Mungu, lakini tumefanyika kuwa wazao wa nani? Wa Ibrahim.
Ndio kuna watu wengine watapambana kutafuta pesa, lakini kweli ni kwamba huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako kama haujajua siri ya agano. Utakuwa unamwabudu Mungu hujui. Mkumbushe Mungu kwenye maisha yako, mwambie Bwana, kumbuka agano ulioingia na Ibrahim. Na mimi nimeingia agano na Ibrahim. Natamani kuongezeka kiuchumi, natamani kuongezeka kwenye biashara, natamani kuongezeka kwenye kazi. Kumbuka agano ambalo uliingia na nani? Mungu atakumbuka hilo agano. Utashangaa unaanza kustawi. Utashangaa unaanza kufanikiwa. Utashangaa agano kwenye maisha ni la muhimu sana. Ndio maana kuna siku niliwaambia, kwa namna yote ambayo unasali, hakikisha kwenye kanisa unasali kuna agano. Kama hakuna agano, pale utakuwa unapoteza muda tu. Kwa sababu Mungu anachoangalia, anaangalia agano. Unajua agano ni alama ambayo Mungu anaiweka. Ni alama ambayo Mungu anafanyaje? Anaiweka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa natamani katika ibada ya leo tunakwenda kuingia agano. Ninapozungumza kwa habari ya kuvunja magano, maana yake leo tunaingia sasa kwenye usao mwingi. Si nisemeje? Yaani ukiingia kwenye agano la Ibrahim, automatically unaanza kuinuka. Automatically unaanza kufanikiwa. Automatically unaanza kutajirika. Kwa nini? Upo kwenye agano la nani? La Ibrahim. Na mkumbushe kwa vitendo. Mkumbushe Mungu kwa vitendo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mkumbushe Bwana kwa vitendo. Si tumeingia kwenye agano, taifa teule. Wakati Mungu ananipa maelekezo ya kuingia kwenye agano, akanipa maelekezo nijenge madhabahu ya mawe 12. Nijenge madhabahu ya mawe 12. Jiwe la kila jiwe linamaanisha kabila moja la nani? La Israeli. Kila jiwe linamaanisha kabila moja. Unapoona hii madhabahu hapa tumejenga, kuna watu wanakuja kushangaza, maana madhabahu ile kubwa hivi. Hili ni agano ambalo leo tunaingia. Agano la Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao kupitia agano la Ibrahim kuna mahala tunaenda kwa Yesu kufa msalabani. Tunajiungamanisha na hilo agano, tunamwambia Mungu, kumbuka kanisa lako. Kumbuka agano la nani? Utashangaa watu hapo uchumi unainuka. Utashangaa watu wanafanikiwa. Utashangaa watu wanatoka. Utashangaa watu mlozi na ng'aa. Nini kinawapeleka? Mungu anachoangalia, anaangalia lile agano walioingia na nani? Ndio anachokiangalia. Haangalii chochote, anachoangalia, anaangalia agano walioingia na nani? Namkumbusha. Kwa sababu shuka madhabahuni hapa kwa nuru ya watu, akikutana na ile agano, utashangaa bariki watu wake. Anasema hawa ni watu wangu. Atawabariki. Utashangaa tunainuka kiuchumi. Unashangaa kila mmoja anafanikiwa. Kwa nini? Tayari Mungu akija hapa madhabahuni, anachokumbuka, anakumbuka agano lake aliyoingia na nani? Na Ibrahim. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Anakumbuka agano ambalo aliingia na nani? Yesu anatupa uhalali. Unajua unaweza kaa unateseka bure. Yesu anachotupa, anatupa uhalali wa kufanikiwa. Tunapozungumza uhalali wa kuinuka, ni pale ambapo tutaamini kutoka ndani. Ukimpokea Yesu kutoka ndani, amekupa uhalali wa kuwa mwana wa nani? Sasa kumkumbusha, kama kumkumbushe Mungu alisema ya kwamba kwa kuamini wewe mimi nimefanyika kuwa mwana wa Ibrahim. Nataka kama nimefanyika kuwa mwana wa Ibrahim, zile baraka ambazo uliachilia kwa Ibrahim, na mimi nataka nilipate. Nataka kushangaa unaanza kuinuka taratibu. Sasa watu wanachukulia Pasaka ni kama mchezo mchafu.
Sasa watu wengine wako, unajua kuna watu wengine waje kanisani leo, wengine wako wanasuka wameweka kichwa hapo. Taka apendeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wameweka kichwa hapo. Na sababu ni kusuka. Nashangaa nilikuwa kusuka mchungaji. Nimechelewa. Ilikuwa si wa. Najua wamama wengi siona. Wengi wameweka vichwa kwa mama. Haleluya, haleluya. 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 Lakini hawajui Yesu kufa msalaba ikatunganisha na Ibrahim moja kwa moja. Tunaingia agano. Mimi nimeshaingia agano la Ibrahim. Utashangaa uchumi unainuka ghafla. Utashangaa kanisa linaongezeka ghafla. Utashangaa upako kwa sababu mwenyewe akishuka hapo anachoangalia anaangalia agano. Kwa kuna wakati utoko kwenye maombi kukumbushe Mungu agano lako ambalo aliingia na nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mkumbushe Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa nataka tuangalie ahadi za Mungu na maagano ambazo aliingia na Israeli. Ahadi za Mungu na maagano ambazo aliingia na Israeli. Tusome Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Hilo ni agano la kwanza. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Nisome hapo. Ni agano la kwanza kabisa kwa Biblia ambalo Mungu aliingia pamoja na Israeli. Nisome hapo. Hili ni agano unataka ulielewe. Na lipo mpaka leo. Soma. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mwanzo 3:15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Nami nitaweka uadui kati ya kwako na huyo mwanamke. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuwa ponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Wewe utamponda kichwa na yeye atakuponda kisigino. Akamwambia mwanamke. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto. Kwa uchungu utazaa watoto. Na kwa tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Na kwa tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Naye atakutawala. Akamwambia Adam. Sasa sikia, hebu shapa. Uone ile agano la kwanza. Nani mwanamke wakati wana watoto hapa? Kuna watoto. Nani ambaye alishawahi kuzaa bila uchungu? Yaani hakuna uchungu wote uliotokea. Yaani ukazaa tu. Nani? Nyosha jamani, Yesu yuko mtakatifu fulani. Yaani hakuna uchungu wote hata sio hapo ni hapa mama. Jamani nakufa. Hilo ni agano. Yaani agano huwa halibadiliki. Hivi unanielewa? Agano huwa alifanyaje? Yaani agano ni kitu ambacho Mungu hawezi kukibadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, nani mwanaume hapa anapata hela free? Mwanaume anayekula bila jasho. Bwana anaweza kusema mchungaji ona unasimama jasho. Simama jasho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa Mungu katuingiza kwenye agano la Ibrahim. Unapoona madhabahu mawe 12, Mungu katuingiza kwenye agano la Ibrahim. Utaona tunastawi katika jina la Yesu. Utaona tunafanikiwa katika jina la Yesu. Na yeyote atakayekuja mahali hapa atafanikiwa katika jina la Yesu. Atang'aa katika jina la Yesu. Nadhani nimesoma hapo madhabahuni Yohana 8:12 anasema basi Yesu akamwambia tena akasema, mimi ndimi ya nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Na yoyote atakayekanyaga mahali hapa hata kwenda gizani kamwe, atakuwa na nuru ya uzima. Haya ni maagano. Amina. Kati Mungu ananiambia nitenge madhabahu ya mawe mangapi? 12. Ambao nani Elia
wakati anamruhusu Mungu Israeli kushuka, aliweka mawe mangapi? Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mawe 12 ni agano. Utaanza kushangaa huduma inastawi kwa namna tofauti katika jina la Yesu. Utashangaa watu wanainuka mahali hapa. Na wewe usipoinuka manake kuna shida. Manake tayari ipo agano na Ibrahimu. Na wewe usipoinuka manake kuna mahala hakuko sawa. Haleluya. Simona hii Mwanzo hiyo 3:13. Manake tayari mwanamke lazima azae kwa nini? Kwa uchungu. Lazima. Hata kama wewe teoria raboshata rabasaka unaombea mapepo yanatoka, mchungaji unaruka, lakini siku ya leba lazima kuwepo na uchungu. Hata kama ukiwa unaombea mapepo yanatoka, siku ya leba lazima uchungu ufanyeje? Unasema mimi ni mtumishi wa Mungu, nabii wa mataifa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Uchungu sitaki. Uchungu lazima utokee. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lazima uchungu ufanyeje? Utokee. Ili unanielewa? Amina. Unanielewa? Kwa kanisa linapoingia kwenye agano, utashangaa watu wanafanikiwa. Utashangaa watu wanainuka. Utashangaa kila kitu. Na sasa hivi utaanza kuona upako usio kawaida. Sababu mzee asikumbuka anashuka mahali hapa kuhudumia watu wake, akikumbuka agano aliyoingia na Ibrahim. Twende tuone agano lingine. Soma Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Soma hapo. Alafu na mstari wa 7. Mwanzo 12 1 mpaka 3. Tasoma kwa jina la Yesu. Haya ni maagano. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako, na jamaa zako, na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki wakubarikiao, wakulanio nitawalaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watakubarikia. Basi Abrahamu akaishia tu hapo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana anamwambia Ibrahim, toka wewe na jamaa zako uende mpaka nitakapokuambia, nami nitakubariki. Hiyo ni agano ambalo Mungu aliingiana nani? Ambaye hilo agano hata nisahau. Kwa hiyo ukifanyika kwa mwana wa Ibrahim, unamkumbusha tu Mungu ulisema sisi watoto wa Ibrahim tutabarikiwa. Mbona mimi ni maskini? Amina. Ulituahidi ya kwamba utatubarikia. Mbona mimi sina pesa? Amina. Mbona mimi sitainuka? Amen. Ukimwambia Mungu utashangaa maisha yako yanabadilika. Amina. Utashangaa unaanza kuinuka tu ghafla. Nami kuanzia leo tumeingia agano la Ibrahim katika jina la Yesu. Tumekumbusha Yesu agano la Ibrahim katika jina la Yesu Kristo. Tumekumbusha agano la Ibrahim katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiokoka umefanyika automatically kuwa mwana wa nani? Ukiokoka umefanyika moja kwa moja kuwa mwana wa nani? Kama umefanyika kuwa mwana wa zile baraka ambazo Ibrahim alizipokea na unazipata. Ndio maana ya Pasaka. Pasaka inakamilisha sisi kuwa wana wa nani? Hivi jamani, nimeelewa? Amina. Pasaka inakamilisha. Yaani wewe ukiokoka ukampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inakamilisha wewe kuwa mwana wa nani? Wa Ibrahim. Sasa kwa nini uchumi hauendi? Kwa nini uinuke kiuchumi? Sababu inayofanya usiinuke kiuchumi ni sababu inayofanya usiinuke kiuchumi ni wewe haujajua maagano ambayo Mungu ameingia. Amina. Yaani mimi na kitu ambacho kinanipa wasiwasi, kinanipa shida ni kufanya kuona watu hawako serious kwa swala la imani. Hawako serious kwa swala